Captain mkongwe Dadu, vipi? Poa sana. Unajisikiaje baada ya pointi 3 siku ya leo dhidi ya Samburu? Mimi nasikia tu furaha. Kusema kweli Beach Bay kutoka mwanzo wa season matokeo yalikuwa mabaya, lakini kufikia mwisho kuna some changes. Wewe umekuwa mkongwe kwenye team na nafikiri umefanikiwa kucheza game nyingi. Ukiangalia ni changamoto gani upande wako za msimu mzima Beach Bay imepitia kwa upande wako? Okay, changamoto ni nyingi sana katika hiyo season yenye tumeendea. Changamoto ya kwanza, wachezaji ni kidogo sana katika timu yetu. So unakuta hiyo first round kuna game nyingi sana unacheza, sasa uchovu pia unaona. Sasa ma injuries pia, alafu kama timu wachezaji kidogo pia unakuta mtu anaweza kuforce acheze kwa sababu kuna injury yake, kwa sababu sasa unakuta timu haina wachezaji wengi pia. So hiyo ndio imeenda sana, game nyingi tuna lose, ama mtu fulani akikosekana kwenye game hakuna mbadala. Unakuta sasa ni junior anacheza pale, hana experience, lakini sasa tunamkuza, hatuna la kufanya. Na sasa tumekuwa tunadidimia katika hiyo first round. Katika team naona baadhi ya wale ambao wamecheza ama experienced players, nafikiri huyo wamesalia kama waine. Na wewe kama mkongwe wa team, imekuwaje kunecha young talents ambao wanainukia katika Bay? Okay. How is the experience? Okay, mimi naweza sema au benye umetangulia kusema tumebaki mtu ine katika hii squad. Ni kwamba tukiwa pale inabidi sasa tuna rule katika zile game. Kama mshe kuona hao watu waine wakiwa pale ndani, hiyo game inachezwa fiti. Wakikosekana matokeo ni mabaya. So tukiwa pale ni mambo na tuna kupanga, ama hata ile morali pia inakuja, kwa sababu junior akiona mtu mzima, akiona mtu mzima wa ground, tuko pale pia anatulia, anajua game tutapata. Lakini siku akikukosa na kukuta matokeo yanakuwa mabaya, kwa sababu sasa anajua obviously pale nani atacheza katika hiyo game. So nakuta wanaenda down. Lakini sasa tukiwa pale ndani na venye wale tunawapatia morali, tena game pia inatulia, kwa sababu utampanga poa, anacheza game fit. Pengine nikuuliza swali la kizushi kiasi, ni kipi ambacho kwamba wewe binafsi unajutia kwa hii ligi ambayo kwamba imekwenda kutamatika? Ni kipi ambacho unajutia hadi sasa? Kusema kweli, kujutia kwangu mimi ni kwamba tuko na matokeo mabaya sana so far, japo hatutashuka, lakini sasa matokeo yetu yamekuwa mabaya sana, kwa sababu tukiangalia hivi tumecheza sana katika hii ligi kwa muda mrefu. Sasa tunaona kuna timu nyingine ambazo ziliingilia kati na ni majuzi tunazishapanda ama ziko mahali pazuri kutuliko. So nakuta kujuta kwangu kwamba tulicheza season nyingi sana. Sasa ukiangalia hivi season afu tuko huko chini, kuna timu nyingine changa ambazo zimeshingilia kati na ziko mahali pazuri sana. So hiyo kitu ndio najutia nayo. Yeah, bila shaka mimi pia namaliza na swali la kizushi kabla sijaregesha kwa mwenzangu hapa. Sasa hivi mimi binafsi naomba uniambie mchezaji ambaye amekuwa mchezaji bora wa msimu ndani ya Beach Bay kimtazamo wako. Okay, mimi naweza sema mchezaji bora ni Kazola, ambaye tunamuita Elia pia. Ni junior player, alikuzwa tu hapa, ni kama nimeshatangulia kusema kuna wale junior ambao tunatumia. Kwa kijana ambaye yuko sawa na ametusaidia sana, na kufikia sasa tumemtumia kama kwenye first 11 na bado tutamhitaji. Pia mimi niko na la kizoshi kidogo. Sijui next season bado utakuwa unacheza mpira? Maana miaka imeenda. Kucheza mpira nitacheza. Labda pengine ni injuries, nashukuru sina injury. Niko tu sawa. Sasa mpira nitacheza bado, maana napenda Beach Bay na napenda next season tupande. Na ni changes gani ambazo labda ungependa kuona next season ambazo zisikuwepo, ambazo ulizipata hii season lakini ungependa ziwe next season? Okay, changes ni kwamba ya kwanza ni tupande. Ya kwanza ni tupande kabisa. Asante sana kwa muda wako. Shukrani. Paul Dadu, till next season bana. All the best. Kila la heri. Asante.